Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wala haulun wala quwwatun illa billah. Leo tunaye kiumbe mwingine kutoka min kaukabil Marikh, kutoka kwenye sayari ya Marikh, ambaye mnamuona kwenye sura. Kwa jina anaitwa Shaushaba. Hilo ndio jina ambalo analitumia. Anayependa kujificha, hataki kuonekana kwenye kamera anapozungumza, lakini picha zake zipo na amerusha makta. Huyu bwana leo amekuja na mpya ya kumradi shekhe wa mkoa wa Pwani, Sheikh Khamisi Mtupa. Na yeyote ambaye atakwenda kwenye mafuhumu mbaya na ushia, basi ajue kwamba amenipata. Sina shida wala shaka na shekhe yoyote, lakini atakileta mafuhumu mbaya na ya kupotosha kwenye madhahabu ya Shia, basi huyo kama kuna mtu anamtafuta, basi ananitafuta mimi na atanipata. Na yeye Allah mpe ikhlas apitie hoja hizo, wala tazama aliyezungumza bali anaangalia hoja zinazosimama. Na tumpe nafasi ya kumsikia. Huu Shia na Usunni tunagombania nao wote, tunatakiwa kuwa la ilaha illa Allah, kuinusuru Irani. Irani ndio mkombozi wa Waislamu. Watu watakama kikasirika, potelea mbali, potelea mbali, tuzungumze haki. Kwa kichwa gani ulichonacho akhi aziz kwenda kumradi shekhe mheshimiwa kama yule? Kosa lake kubwa, shekhe amesema kwamba watu wawe pamoja na Iran kwa sababu Iran ndiyo pekee inayotetea dini ya Uislamu, na ni kweli ndio waliosimama dhidi ya Mayahudi. Watu wote wametulia, na ndio pekee anawasaidia wa Palestina. Watu wote wametulia. Sasa Sheikh Khamisi Mtupa, Mwenyezi Mungu amhifadhi, ni mmoja katika mashekhe wanaoheshimiwa, shekhe wa mkoa wa Pwani. Mkoa umemwamini, ni mtu aliyesoma. Yaani wewe unaukosoa mkoa mzima wa Pwani. Kwa kichwa gani ulicho nacho? Lakini hebu twende kwenye maneno yake moja kwa moja. Wote kwa jaji na pia na wasikilizaji. Na ukienda kwa muasisi wa nchi ya Iran aitwaye Khomeini, kwenye kitabu chake kiitwacho Al-Qur'ani, ukurasa wa 50, anathibitisha Qur'ani tulionayo imechakachuliwa. Huyu ni kiongozi mkubwa katika nchi ya Iran. Anasema katika kitabu chake sehemu tulipo ashina rangi ya kwamba wa hadha ina maani taarifi, na hii ndio moja ya maana ya kuchakachuliwa, allati ambapo wakaat fi jamii al-kutub al-ilahiyya. Uchakachuliwaji huo ulishatokea kwenye vitabu vya Mungu vyote, wal Qur'an, pia na Qur'ani tukufu imetokea hivyo, kwa jamii al-ayat sharifa, na aya zote tukufu zimechakachuliwa. Maelezo haya anayesema muasisi wa nchi Iran aitwaye Khomeini kwenye kitabu chake hiki kiitwacho Al-Qur'an, ndani ya ukurasa wa 50. Nukta yake ya kwanza anaeleza kwamba Mashia wanasema Qur'ani imepungua, akatoa kitabu kinachoitwa Al-Qur'an. Ya jahili ya kadhab, muongo, ala la'natullahi ala al-kadhibin. Said Al-Khoi hana kitabu kinachoitwa Al-Qur'an. Nimetafuta vitabu vyote vya Said Khoi. Atahadaka ya jahil, nakupa challenge hii, nenda kanitafutie kitabu cha Said Al-Khoi kinachoitwa Al-Qur'an. Hakuna. Said Khoi hana hicho kitabu kinachoitwa Al-Qur'an. Kwa hiyo maneno uliyosema yapo na nitakufundisha yako wapi. Tatizo ni kwamba nyinyi mnachukua kwenye Google, kwenye internet, na mnamezeshwa kama kasuku, mnakuja mnaanza kujaza masikio ya wafuasi wenu. Maadhalika wafuasi wenu wanawafuata, unakuja na vitu katika Google litahda qati'at atba'ik, ili upate kuwadanganya kondoo wanaokufuata. Sasa haya maneno uliyotoa hayo yapo kwenye kitabu Adabu Salat cha al-Imam, taalif al-Imam al-Khomeini al-Azim rahmatullahi ta'ala alayhi, ndipo kina hayo maneno uliyoyasoma. Wewe maneno hayo uliyosoma umeanzia kwenye kipengele hiki, Adabu Salat, wa hadhihi ihda maani at-tahrif allati waqa'at fi jami' al-kutub al-ilahiyya. Na hii ndiyo maana ya kuchakachuliwa, ya kupotoshwa ambayo imetokea kwenye vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu, wal Qur'an sharif, na Qur'ani tukufu pia, wa jami'ul ayati ash-sharifa, na aya zote tukufu, qad wada'at fi mutanawali al-bashari, vimewekwa katika mikono ya waja, baada tahrifatin adida, baada ya upotoshwaji mbalimbali, bihasbi al-manazili wal marahili allati tawaha, kwa sababu ya vile ilivyoteremka na marhala zilizozungukwa, min hadarati al-asma'i, kutoka kwenye utukufu wa majina, ila awalimi ash-shahada, mpaka kwenda kwenye ulimwengu ambao tunaushuhudia. Lakini billahi alaik, hivi umeyasoma vizuri ya maneno? Ungerudi juu kidogo tu, usingekuwa ni mwanafunzi wa Google unasubiri unapekua kwenye Google. Google ukimuuliza atakuletea kile kijipande, hautoelewa. Fungua vitabu usome. Someni enyi wajinga.
na mimi naomba Mwenyezi Mungu muendelee, ili watu wazidi kujua haki, watu wazidi kujua ujinga wenu. Watu wanatashaya, nyinyi ndio mnahudumia ushia kwa kiwango kikubwa, walillahi alhamdu, na msiache, ili watu wajue, wazidi kujua ujinga wenu na watu wazidi kutashaya. Sasa twende kwenye kitabu hicho alichokisema ambacho hakipo. Mimi nampeleka kwenye hayo maneno aliyosoma. Maneno yapo kwenye kitabu cha Adabu Salat cha al-Imam al-Khumaini al-Azim rahmatullahi ta'ala alayhi, ukurasa wa 181. Yeye anachukua kipengele anachokitaka yeye, kimeanzia wa hadhihi wa bil jumla inna haqiqata al-Qur'an